Biblia inatuambia kuwa lazima tuzaliwe mara ya pili. Kuna uzalio, ukizaliwa kimwili wewe ni mwili, lakini ukizaliwa kiroho wewe ni roho. Ile tulizaliwa na wazazi wetu, hiyo tulizaliwa kimwili, lakini lazima tuzaliwe na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuzaliwe na nini? Na Roho Mtakatifu. Ndio sababu Nikodemo aliuliza hiyo swali, inakuwaje mtu azaliwe mara ya pili? Wacha nikwambie, lazima uzaliwe mara ya pili. Hata kama umeenda kanisani miaka ngapi, hata kama umetembea wapi, lakini kama hujazaliwa mara ya pili, wewe si Mkristo. Haleluya. Wewe si na kuzaliwa mara ya pili kupitia kwa maji mengi. Haleluya. Wacha kujidanganya, wacha kuleta Kiswahili mingi. Hiyo Kiswahili mingi yote haisaidii. Lazima mtu azaliwe mara ya pili kupitia kwa maji mengi. Kwa nini nauliza hivyo? Warumi, kitabu cha Warumi 6:4. Mtu alisomea haraka Warumi 6:4. Lazima mtu uzaliwe mara ya pili kupitia kwa maji mengi. Hiyo ni kukufa na Yesu na kufufuka na Yesu. Wacha Kiswahili mingi. Mimi niliokoka, mimi nilibatizwa, walinipaka maji hapa, sijui wakanipitia kwa moto, sijui wakaniweka kwa bendera. Hiyo yote ni sarakasi. Yesu mwenyewe alibatizwa kwa maji mengi na Yohana Mbatizaji. Ukitaka kujua ni Mkristo, kama utapita utaokoka kwa maji mengi, ndio wewe si Mkristo. Wewe una practice kitu inaitwa religion, yani unataka kukanisa mapili, lakini you are not a true Christian. Ujue hivi, mimi nitakwambia ukweli na upeleke kinapeleke. But Biblia inatuambia vizuri, hata Yohana alibatiza Yesu. Kama Yesu alibatizwa kwa maji mengi, wewe ni nani unapakwa hapo? Wewe ni nani unawekwa kwa fulani? Wewe ni nani unapitishwa kwa moto? Utasomea haraka. Warumi 6:4. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Haleluya. Ukibatizwa kwa maji mengi, hivyo ndivyo unakufa na Yesu, unafufuka na yeye. Hakuna njia nyingine ya ubatizo. Haleluya. Ambie jirani wako, hakuna njia nyingine ya ubatizo. Hiyo nyingine ni sarakasi. Hakuna. Kwa Biblia hakuna. Labda kuna mtu wako na yake, lakini kwa Biblia hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna. Lazima tuzaliwe mara ya pili. Nimeeleza kitabu cha Yohana 3:1, unaweza soma mpaka 10 ndio tulisoma katika mwito wa kuabudu. Itakuelezea vizuri vile mtu anafaa azaliwe mara ya pili. Sitaki kurudia hapo sababu ya wakati. Lakini ukiona Nikodemo aliuliza swali, unajua Nikodemo hapo mtu tu. Alikuwa mfalme. Yahudi. Hapo mtu tu, lakini aliuliza hiyo swali. Na akajibiwa na Yesu. Na Yesu mwenyewe alijibu. Na wakati alijibu, Nikodemo aliridhika na akafuata vile Biblia inasema. Kama utazaliwa mara ya pili, wacha nikwambie, hakuna njia yoyote ya wokovu kama si kupita kwa Yesu Kristo. Matendo ya Mitume 4:12. Matendo ya Mitume 4:12. Hakuna wokovu yoyote kama si kupitia kwa Yesu Kristo. Matendo 4:12, mtu atusomea haraka. Tafadhali soma na Biblia hii. Nani anaelewa hii? Nataka watu wengi wasomee. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu waliopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwao. Haleluya. Hakuna mahali popote utapata wokovu kama si kupitia kwa Yesu Kristo. Haleluya. Hakuna mahali popote utapata jina la Yesu ama wokovu kama si kupitia kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwapitishe kwa haraka. Kuna aina 3 ya wokovu. Ambie jirani yako aina 3. Na kuna aina 3 ya ubatizo. Sema ubatizo. Ambie jirani yako mpaka akusikie ubatizo. Ubatizo.
Aina tatu ya na yote ni moja. Mwambie yote ni moja. Yote ni moja. Unaweza fikiria kuna tatu tofauti. Yote ni moja. Kwanza unabatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Wakati wanaita tu watu kujeni mkapeane maisha yenu kwa Yesu. Nani amesikia hiyo? Kama unajua utaokoka tutembee tuombe pamoja. Nani amesikia hiyo? Wakati unachukua tu hiyo hatua ya kuenda na uombee, hiyo ni aina ya kwanza ya ubatizo. Aina ya kwanza ya ubatizo. Wakati naambiwa kuja mbele tukaombe pamoja, kama unajua haujaokoka, kuja mbele tukaombe pamoja, hiyo ni aina ya kwanza ya ubatizo. Hiyo ni wakati Yesu ama Roho Mtakatifu anagonga kwa mlango wako. Si mlango, bali anagonga katika roho yako. Waraka wa Yohana ama Ufunuo 3:20. Ufunuo 3:20. Ufunuo 3:20 inasema wakati unaitwa, wakati wanasema kama unajua haujapeana maisha yako kwa Yesu, kuja mbele tukaombe. Hiyo ni aina ya kwanza ya ubatizo. Unabatizwa katika jina la Yesu Kristo. Kama mtu amefika hapa tusomea haraka. Basama anasimama mlangoni na pisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja naye. Haleluya. Hapo ndio Yesu, wakati wanasema hivi mchukue hatua. Hivyo ndio Yesu hapo mlangoni anapisha, si mlango hii. Anapisha mlango wa roho yako. Anataka umpe nafasi akapate kuingia. Na akipata kuingia, na yeye kule anatuambia nini? Ataketi na wewe. Naye atakula na wewe. Haleluya. Hiyo ndio aina ya kwanza ya ubatizo. Haleluya. Aina ya kwanza ya ubatizo. Ubatizo wa pili, nataka niwaambie, hiyo ni ubatizo wa kwanza. Ubatizo ya pili, nataka niwaambie, ni ubatizo wa maji mengi. Ubatizo wa maji mengi. Hapo ndio watu wanapotea. Niliwaambia kwa ibada ya kwanza, hata mimi niliwahi fanyiwa. Lakini nataka niumbie haki. Mimi nilibatizwa hata kwa moto. Nilikuwa mdogo. Siliwaambia. Nilibatizwa kwa moto. Lakini nilikosa ufahamu. Biblia inatuambia kuwa tubatizwe kwa maji mengi. Wacha story. Wacha sarakasi. Wacha that kind of grammar. Biblia inatuambia tubatizwe kwa, hata Yesu mwenyewe, Yesu Kristo mwenyewe alibatizwa kwa maji mengi na Yohana Mbatizaji. Haleluya. Yesu mwenyewe alibatizwa kwa maji mengi. Mathayo 3:13. Mathayo 3:13. Tusomee kwa haraka tafadhali. Hapo na simkwe chapter. Mnaniambia vile nini ni mnafanya. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Ili afanye nini? Abatizwe. Na alibatizwa wapi? Yordani. Kwa maji mengi. Wewe ni nani unataka kubatizwa kwa kiraka? Yesu alibatizwa kwa maji mengi. Wewe ni nani unataka kubatizwa kwa kiraka? Wewe ni nani unataka kubatizwa kwa moto? Wewe ni nani unataka umwagiwe maji hivi? Wewe ni nani unataka upatwe maji hivi? Wewe ni nani? Yesu mwenyewe alibatizwa kwa maji mengi. Yesu. Na wewe, hiyo ni ubatizo tunataka. Kama utapita hapo ujue hiyo unasikikisha Ukristo. Unasikikisha Ukristo? Kama utapita hapo ujue utaokoka. Stop this grammar. Muache hii sarakasi. Ujue utafanya nini? Utaokoka. Unasikikisha Ukristo. Sababu mtu mwenye ameokoka amepita kwa maji mengi, hata mimi kama mchungaji taona karakta lako najua huyu Ukristo wake na mdauti. Kwa nini? Mtu mwenye amepita haya, amepokea Yesu Kristo, amekuja ameombewa, akaambiwa Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi yangu. Kuanzia leo sitafanya dhambi tena. Na uende ubatizwe, upate Roho Mtakatifu. Nakwambia kuna karakta zingine utaziona.
Lakini kuna kati tunaziona tu, unajua huyu kama mchungaji naangalia ndio huyu hapa. Ni ile siwezi kuambia, lakini najua. Siwezi kuambia sababu ni mchungaji, nikikwambia utaona ni mchungaji ananionea sana, lakini naziona tu na nyamaza. Kabla nitakuja tu swali moja siku nyingine. Kuokoka ama kupata wokovu, kupokea Yesu Kristo na ubatizo kwa maji mengi. Mathayo tutasomea Mathayo 28:19. Mathayo 28:19. Tutasomea haraka. Endeni mkawafunze na mkawabatize. Endeni mkawafunze, hivi ndio nafanya. Biblia inasema endeni mkawafunze na mkawabatize kwa jina la Baba na jina la Mwana Yesu Kristo na jina la Roho Mtakatifu. Kuna mtu mwingine aliuliza kama ni jina la Mwana peke yake. Hapana, ni Mwana Yesu Kristo. Sababu atinisikie pia shetani hapo na mwana. Sasa ukisema mwana lazima useme Yesu Kristo. Haleluya. Umefika hapo jina nani? Mathayo. Tutasomea. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Endeni mkawafunze na mkawabatize. Haleluya. Mkopa mkawabatize. Hapo ndio watu wanapotea. Wacha niwaambie na nirudie kuambia kuwa hakuna wokovu mwingine kando na huu. Hakuna wokovu mwingine na hakuna ubatizo mwingine kando na ubatizo ambayo nawaambia. Na ukishabatizwa utaona ama utapata matunda ambayo ni Roho Mtakatifu. Utapata matunda ambayo ni Roho Mtakatifu. Hakuna vile utapokea Roho Mtakatifu kama hujapokea Yesu kwanza, ukabatizwa kwa maji mengi, ndio ubatizo wa tatu. Hii ubatizo wa pili ndio nataka niangalie sana. Na nisitaki mpotee ubatizo wa maji mengi. Sawa? Mtu yote atakubatiza kwa njia nyingine, mwambie akupe scripture. Mwambie kweli akupe andiko lenye linasema ubatizwe hivi. Ubatizo kwa maji mengi. Hiyo ndio njia pia ya wokovu. Wacha nikwambie, ukipita hii stage tatu, uko Mkristo, kuna vile ingia utashepika. Hatakuwa na hizo gramu mingi, utaona tu mwenyewe umeshepa, utaona tu mwenyewe umebadilika. Ukipita hapo, utaona umebadilika. Haleluya. Ubatizo wa tatu ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ubatizo wa tatu ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na huo Roho Mtakatifu ni zawadi ambayo haipewi kila mmoja. Unaweza kuwa umebatizwa tu sababu unajua, tunakumbuka wakati tulianza katika integrity, ilikuwa tunataka watu wa kucheza vyombo. Sababu tulikuwa tumenunua vyombo vingi sana tukianza Kenya na tuko na wachezaji. Na ilikuwa lazima ukicheza hiyo vyombo lazima kuwa umeokoka. Sasa kuna watu walikutaka tu wasema wacha tu niokoke nicheze vyombo. Haleluya. Sababu anataka kucheza vyombo, wacha tu niokoke nicheze vyombo. Tunamwambia kuja mbele uokoke, aende apigwe kwa maji, na hiyo ni kuoga. Yes. Hujaamua kutoka ndani ya roho yako. Wakisema ubebe mkono, unakuja kwa sababu wewe nia yako si kuokoka, ni kuja kucheza vyombo. Haleluya. Ilikuwa hivyo ndio tukianza 2019 Kenya. Tulikuwa hivyo. Sasa wakati neno ilianza kushape, ilianza kutake shape, tuliona watu wanaenda one by one. Wanaenda one by one. At the end, tulipata tu new people. Wewe tulikuwa nao sasa tukianza hapo. Sababu neno liwashape. Ilianza kuwakata. Ndio neno ni
two sworded. So wakati alianza kuwashare, wakaenda na wakienda wengine wanakuja tu, sababu tulianza hii kanisa tuko na vyombo, hatuna watu wa kucheza, tuko tu 3 4, ndio tuko tumeanza. Wacha nikwambie, ukiamua kutoka ndani ya roho yako, kuna vitu vitabadilika katika maisha yako, upende usipende. Kama umeamua tu leo mimi nataka niokoke, leo nilikuwa tu kama Patimai ambaye alikuwa anaomba kwa street, jamaa kipofu, hajawahi kuona tangu azaliwe. Wakati alisikia Yesu anakuja, akasema Yesu gani? Wakasema yule Nazareti. Yule anaponyanga watu, sema leo ni siku yangu, leo lazima nipone, leo lazima nione. Unajua kwa hiyo kitu, wakati Patimai aliongea hivyo, nikaanza kujifikiria Mungu je, siku kuna vitu vingine zinafanyika kwa Biblia. Ukijifanyia tu mfano, useme wacha nikuwe kama Patimai. Funga tu macho, usimama hapo kwa barabara kando kwa masaa mawili. Utaona how dangerous world is. Na ni masaa mawili tu. Usisimame mara mingi. Masaa mawili tu, funge tu macho hivi. Yaani unategemea mtu akwambie hiyo ni lori inapita, hiyo ni pikipiki. Angalia Patimai, alikuwa mtu alipofika hakuiona. Yaani anategemea watu kumwambia huyu ni fulani, hiki ni kitu fulani. Sasa hata ukikwambia pikipiki inakaa hadi huko juu jawahi kuona. Karibu jiweke kwa hiyo nafasi ya Patimai. Sasa wewe jiweke kwa hiyo nafasi kwa hiyo mtu ambaye anasema nimeteseka na haya mambo sana. Unajua ndio tuko hivi, kuna watu wameteseka tofauti. Kuna mtu wewe unaona watu wako sawa, lakini kuna vitu inamtesa. Akiamua wacha niende niokoke, wachana na yeye. Vile Paulo alifanya. Paulo alikuwa na roho ya Kristo, lakini wakati aliamua akaenda akaokoka. Akafanya nini? Mungu akaanza kumtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Na waombee wote ambao unajisikia siku ya leo, muwe watu ambao mtafuata ile Biblia inasema. Mungu asiwadanganye. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Haki usiangamie. Yaani uko tu chini yangu, usikie neno vizuri, umekufunza tu vizuri, alafu unaenda kuchanganyikiwa. Mimi nikishakufunza hivi, nimenaokoka. Mungu amesikia. Wewe mwenyewe ukipotea ni wewe, si mimi. I've done my part. Mungu alinituma niwaambie na ninawaambia. Biblia inasema endeni mkaeneze injili, mimi naeneza. Nawaambia mkipotea sio yenu. Mtu akipea ubatizo wengine, hiyo ni yenu, si ya Biblia. Si mimi nimewafunza. Haleluya. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ubatizo wa 3 ni wa Roho Mtakatifu. Ubatizo wa nini? Matendo ya Mitume 2:1 hadi Matendo ya Mitume 2:1 hadi 4. Hii ni siku ya Pentecost ambao Wakristo walikuwa wamefanya nini? Wamepokea neno la Mungu. Baada ya kupokea neno la Mungu, wamebatizwa kwa maji mengi. Baada ya kubatizwa maji mengi, walipokea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alikujia, wakaanza kuongea kwa dini. Nani hapa anajua kuongea kwa dini? Mwenye anaweza omba tu naongea kwa dini. Mwalimu peke yake. Kuna mtu mwingine? Kama uongee kwa dini, ujue bado uko mbali na Ukristo. Bado uko mbali. Unafaa uombe na yenyewe ikuje tu. Rakateka hapo kuto. Ikuje yenyewe tu. Si tunaanza kufeli. You just pray and wacha niwaambie, mwende deep kwa maombi. Mwende deep kwa maombi. Baada ya kupokea neno la Mungu, kubatizwa, na mwende kwa maombi. Vizuri tu yenyewe itakuja. It just come. Si kulazimishwa, yenyewe inakuja. You just find yourself speaking. Hallelujah. Yenyewe itakuja. Mtu kama amefika hapa kusomea Matendo ya Mitume 2:1 hadi tusome mpaka 4 pekee yake. Matendo ya Mitume 2:1 hadi 4. Nasema hivi. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwepo wote mahali pamoja. Ukaja ghafula kutoka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa Mungu. Ukaenda kazi. Ukajianza nyumba yote
walikokuwa wameketi. 3. Ukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. 4. Wote wakajaza Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Haleluya. Ukibatizwa kuna ile inakuja kwako inaitwa Roho Mtakatifu. Ukiona unaanza kuongea kwa dini, ujue uko na Roho Mtakatifu. Kama mpita hayo yote, ujue umepata Roho Mtakatifu. Nataka niombe kila mmoja hapa ambaye anasikia leo, nataka Mungu akujaze na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Utaanza kuongea. Unajua, ukiona mchungaji saa zingine anaomba mpaka anakuambia kitu, kuna vile ukiwa na Roho Mtakatifu atakuongoza kwa kitu, utaona kwa Mungu. Mara nyingi mimi wasipende kuwa nabii sana, na tena wasitaki ni kuwe kama mganga. Unajua wachungaji wengine wamebadilika kuwa waganga. Biblia inatuambia tuende tukafunze nini? Ikatuambia tuende tuwe waganga. Ati nakuja kwa nyumba yako kutoa sijui wameweka nini pale sijui nini. Umegeuka kuwa mganga. Wewe si mchungaji. Mchungaji ukiona kitu unaomba Mungu afanye nini? Avunje. Si ni kweli? Unaomba Mungu avunje. Si tunasema nakuja kutoa sijui, hapana. Wewe ni mganga, wewe si mchungaji. Tuache uchungaji, wewe tuvae ngozi. Uko mganga, si ndio? Piga ramu. Toka piga ramu. Wala ambao wanaelewa Kiswahili vizuri. Uko piga ramu. Biblia inatuambia vizuri tuombe. Tunapoomba Roho Mtakatifu anakuja, anashuka kama siku ya Pentekoste. Na Biblia inatuambia vizuri, endeni. Kwanza lazima upeane maisha yako kwa Yesu. Wacha nikwambie. Biblia inatuambia katika Matendo ya Mitume 2:38. Biblia inatuambia tuokoke, tuache maovu. Matendo ya Mitume 2:38. Tuokoke, tuache maovu na tupate huyu ambaye ni zawadi ya Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 2:38. Tutasomea haraka. Petro akawaambia, mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Haleluya. Mfanye nini? Muokoke. Dhambi zenu ziondolewe, ndio mpate kipawa cha Roho Mtakatifu. Si Roho Mtakatifu. Haleluya. Mnajua wale wa Roho Mtakatifu? Roho amesema. Wewe ndio ng'ombe. Dume. Hilo ni Roho Mtakatifu. Lakini Roho Mtakatifu ukipokea, anakuja ndani yako, utaongea kwa ndimi, utaombea watu, na hata kama kuna kitu mtu amefanyiwa, kuna kitu ambaye si mzuri katika maisha yake, unaomba na Mungu anaharibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anafanya nini? Anaharibu. Wachi sarakasi. Na hivi tu wewe unanikasirisha sana. Hii sarakasi ya mtu mchungaji amekuja amepomoa siri. Ati kuna dawa imewekwa kwenye kono. Umeona mama? Ama muonaje mama? Naona. Wewe ni mchungaji, kwa nini ukweli? Omba, Mungu atalipa. Hata hivyo nyinyi hakuna kitu ngumu mbele ya Mungu. Si lazima uende utoe. Na nishangaa sana, kuna mwingine alisema atalikuja akachimba kwa kona, kumbe ameweka chupa huko. Anaangusha chupa. Hatujui imetoka. Chupa safi. Imetoka ndani ya koti. Haleluya. Wacha niwaambie. Unajua kwa nini hawa watu wanafanya hivi? Sababu watu watoi fungu la kumi, watoi sadaka. Lazima itamana utafuta njia ya kukula. Si ni kweli? Toeni tu fungu la 10, toeni sadaka kwa kanisa.
wachungaji watakuwa waganga, watakuja na machupa kwa koti. Hiyo ndio ukweli wa mambo. Haleluya. Huyo ndio ukweli wa mambo. Tuache sarakasi. Ukipokea Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ndiye atakuongoza na hayo yote yatafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Ukishapokea Roho Mtakatifu, ubatizwe na Yesu na kufe na yeye, muamke na yeye, utapata uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Utapata uzima wa milele. Wacha tuangalie katika kitabu cha Luka Mtakatifu 24:46. Luka Mtakatifu 24:46-47. Yaani Biblia inatuambia vizuri. Ukibatizwa na Yesu, ukibatizwa ndani ya Yesu, utakufa na yeye, utaamka na yeye, na hayo yote sarakasi zote ambazo zinafanyika katika maisha yako haitakuwa tena. Haleluya, haitakuwa tena. Sababu umekufa na Yesu, umefufuka na Yesu. Haleluya. Kwa sababu ndani alikwambia sisi hatujui kusoma amen. Ni kweli ama si kweli? Sisi hatujui kusema? Ni ukweli. Unasomea haraka. Umefika hapa. Luka Mtakatifu 24:46-47. Maandiko yanasema kwamba akawaambia, hivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiri kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Haleluya. Ndio hii inafanya. Nitawahubiria toba na ondoleo la nini? La dhambi. Na nimeelezea vizuri, sijaelezea. Nani hajasikia? Lazima upokee Yesu Kristo. Kwanza ukiri kuwa alikufa msalabani akafufuka. Na alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi yako na yangu. Tumeelewana? Kitu cha pili, ubatizo. Hiyo kubatizwa na hayo mambo inafanya dhambi yako inaondolewa. Upate Roho Mtakatifu. Na hayo yote yatapita. Bwana Yesu asifiwe. Hayo yote yatafanya nini? Hayo yote yatapita. Go and preach the gospel. Wacha tusome kitabu ya mwisho Mark ama Mariko 16:15. Mariko 16:15 na 16. Mariko 16. Mlango wa 16 aya yake ya 15 na 16. Tukimalizia hapa. Akawaambia, enendeni ulimwenguni kote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Haleluya. Umesikia vizuri? Endeni mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Sasa hata wanyama, hata samaki, hata ndege, kahubiri nini? Wale ambao watapokea Injili watafanya nini? Na wale ambao watakataa. Umesikia kweli? Wale ambao watakataa. Sasa mzee jirani yako amekubali ama amekataa? Umekubali Injili ama umekataa? So umesikia? Yule ambaye hakubali atafanya nini? Na yule ambaye anakubali sasa mnanisaidia. Sasa hapo unaweza kufikiria. So tuchukue script tena kufikiria. So andike tu chini hapo andiko kwa kitu. Kwa sababu napenda sana mtu akwe na Biblia, akwe na kalamu akiandika. Utaenda kutafuta script ya siku nyingine utaipata. Umepata mtu kama unataka kumkaribisha kanisani. Na Biblia inasema nini? Mchungaji hapa anasema nini? Ati mimi kuna watu walikuwa wananipigia simu. Kumbe mchungaji basi kitu cha kusema. Kumbe na kwamba gani? Haleluya. Kama unataka kumkaribisha mtu kanisani ama unaona rafiki yako unaanza kumwambia hili neno. Unamwambia Biblia inasema endeni kuhubiri Injili. Wale ambao watakubali na wale ambao watakataa, sasa wewe ndio uamue. Utakataa au utakubali?
Na baadaye umetoa taruka na hukumu inakuwa na mapeli. Mtu akisikia kukufa, ndio sababu kesi nyingi. Umeona duka za kuuza dawa. Watu wanaogopa kufa. Ukitoka tu hapa ndio ufike simepangana hivi hapa. Na wote wanapata wakasto. Kwa nini? Akisikia tu kitu itaniua. Atasema hivi, tumbo itaniua. Watu wanaogopa kufa. Sasa ukimwambia hukumu ni kifo. Anaogopa.